السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salamu zimwendee habibu wetu na kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, tunaendelea na kitabu chetu cha Al-Fiqh Al-Muyassar, kitabu ambacho mpaka sasa tumefika katika kitabu nikah wa talaq. Baada kitabu hichi kinakusanya milango takriban 11. Kitabu hichi kinakusanya takriban milango 11 na kila mlango una masail, na bado tulikuwa katika mlango wa kwanza ambao unaelezea masala za nikah. Katika masala ya 7 tulisoma al-muharramati fi nikah. Soma al-muharramat fi nikah, sema megawanyika sehemu mbili: qismu at-tahrim al-mu'abbad wa qismu at-tahrim al-mu'aqqad. Sehemu ya kwanza kuharamishwa kwa moja kwa moja, na sehemu ya pili kuharamishwa kwa wakati. Na tukisema ile iliyokuja kuharamishwa kwa moja kwa moja imegawanyika pia ni watu gani ambao wameharamishwa kuwaoa moja kwa moja. Tukaona kuwa ni watu 14, wanawake wa aina 14. 7 wanaharamishwa kwa nasaba na 7 wanaharamishwa kwa sababu. 7 wanaharamishwa kwa nasaba na 7 wanaharamishwa kwa sababu. Sababu za kuharamishiwa kuoa mwanamke ni 3: ukaribu, yani udugu, lakini pia ukwe, una ushemeji, lakini pia kunyonya. Ukwe na ushemeji, lakini pia kunyonya, wa al-qaraba wal musahara wal radha. Kisha watunzi wakaanza kutaja wale ambao waliokuwa ni haramu kuoa kwa sababu ya karaba, udugu wa nasaba. Kawa hao wametajwa, na kataja wale ambao ni haramu kuoa sababu ya ukwe na ushemeji, na wakatajwa na leo tutaanza kutaja wale watu wa aina ya 3 ambao ni haramu kuoa kwa sababu ya kunyonya. Wazi? Tusema wale ambao ni haramu kuoa kwa sababu ya ukaribu ni watu wa aina 7 ambao ni mama na mama wa mama na mama wa baba. Hufai kumwoa mama yako wala bibi yako aliyemzaa mama yako, wala bibi yako aliyemzaa nani? Baba yako. Au hufai pia kumwoa binti yako, au binti aliyezaliwa na binti yako, au binti aliyezaliwa na kijana wako wa kiume, mtoto wako wa kiume, yani mjukuu.
Kadhalika pia hufai kumwoa dada yako baba mmoja mama mmoja, ukhtu shaqiq, au baba mmoja au mama mmoja. Ukisema baba mmoja inakuwa ni tofauti baba mama, na ukisema mama mmoja tofauti nani? Tofauti baba. Na mtu wanne ni binti wa kaka yako. Binti wa kaka yako uliozaliwa baba mmoja mama mmoja, na binti wa kaka yako baba mmoja, na binti wa kaka yako mama mmoja. Vile vile pia binti wa dada yako shakika au liabi au liummi, hao hufai kuwa wao. Kadhalika mama mdogo shangazi, wazi, ambaye ni shangazi ambaye ni dada wa baba, wazi. Kadhalika pia shangazi ambao ni shangazi wa baba mama, na shangazi ambao ni shangazi wa mama, yani shangazi yake baba yako na shangazi yake mama yako, hufai kuoa. Kadhalika mtu wa saba mama mdogo ambaye ni dada wa mama yako, mfano wake ni mama mdogo wa mama yako. Mama mdogo ambaye ni dada wa mama yako, lakini mama yako na mama mdogo, huyo hufai kumooa. Na kadhalika mama mdogo wa baba yako, ambaye ni bibi aliyemzaa na bibi wa mdogo wake na baba yako, wazi. Hawa ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema hurimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatu al-ukht, katika surati an-Nisa 23. Ama wale ambao ni haramu kwa sababu ya ukwe, ndio wataja kwamba ni mke wa baba. Mke wa baba, yani wewe umezaliwa mama mwingine, lakini baba yako akazaa akaoa, mke wake hutakiwi kumuoa wala huruhusiwi kumuoa kwa sababu ya kukataliwa wewe ni yule musahara. Wazi. Mfano wake ni mke wa babu yako, ambaye ni baba alimzaa baba yako, mke wake hufai kumuoa. Bwana. Kadhalika pia mke wa babu yako ambaye ni baba aliyemzaa mama yako, hufai kumuoa. Allah alisema katika Nisa 23:22, wala tankihu manaka abaukum, wanaingia abaukum pamoja na nani? Na babu zenu. Sawa sawa, ni babu wa kuwazalia mama zenu au babu wa kuwazalia baba zenu, wazi. Namba 2, zaujatul ibn. Wewe baba una kijana wako wa kiume, mke wake hufai kumooa. Wa zaujatul ibn al-ibn, na mke wa mtoto wako, mtoto wa kiume hufai kumooa. Wa ibn al-bint, na mke wa kijana wa binti yako pia hufai kumooa. Hivyo ndivyo ambavyo ilivyo, kwamba wake wote wa watoto zako na wajukuu zako na watoto wa watoto wa wajukuu zako, hao hutofaa kwao, sababu ya ukwe. Na dalili ya hili Allah anasema halailu abnaikum. Halailu abnaikum ni wake za watoto zenu. Na ukisema watoto zenu wanaingia watoto na watoto watoto zenu, watoto 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 zenu. Haki. Akiwa waliokusudiwa hapa ni alladhina min aslabikum, ambao wapo katika migongo yenu, ambao wanatoka katika migongo yenu, yani watoto wa kuwazaa, ambao ni watoto wa kuwazaa. Namba 3, haramati bil musahara. Zauja, umu zauja. Wewe ukioa sehemu, mama mke wako tayari ashakuwa kwako, wewe ni haram. Wa mithlu ummiha jami'u usuliha min an-nisa ka ummi zawj. Na mfano mama yake ni wanawake wote waliomzaa yule baba yake, mke wako. Mama mama yake, mama mama yake, mama mama yake, wa hakala. Naeleweka jamani? Muhimu sana kuwafahamu hawa watu, ili mkiwa katika maisha yenu ya kawaida hawa kuwafahamu ni vizuri, kwa sababu ukisema kwamba hawafai kuwaoa kwako wewe, wanakuwa ni mahrim. Kwa hiyo wanakuwa ni mahari.
Maharimu ambao kwako wewe ni sawa tu kuwaona, kukaa nao, kuongea nao, kujisiri kwa kufunika sura na kadha. Wazi? Na ama hao wengine maana yake haifai. Wengine wanakasirika ukiwaambia dada yako huyu mtoto wa babako mdogo afai wewe kukaa naye. Kwa nini nazuiliwa dada yangu? Huyu ni dada yangu, mimi nitamfanya nini? Tamfanya nini ndio nini? Kwani hii sheria yako? Sheria ya Allah ndiye kishasema. Hapa tunaona namna gani walivyokuwa watu ni haramu na namna gani walivyokuwa watu ni halali. Wa halali maana yake inafaa wewe kumuoa, hufai kukaa naye kabla ya kumuoa. Wa haramu kwamba haifai kumuoa, unafaa kukaa naye kabla ya hayo, kwa sababu ndoa kwake haipo na maumbile yanakataa. Wazi? Sasa mtu anayekaa na mama yake wanakaa faragha, wala hakuna chochote, wala hakuna hisia zozote, sababu Allah kishaweka kiziwizi katika maumbile, na mtu atakayekuja kuvuka hayo maumbile, kuvuka hicho kiziwizi, maana yake amekuwa kama mnyama. Haya yanatokea, lakini ni kinyume na vile alivyopanga nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi? Na mtu wa nne ni bintu zauja. Bintu zauja ni binti wa mke wako. Nini maana bintu zauja? Nini maana bintu zauja? Bado binti wa mke wako maana yake nini? Ambaye hufai kumwoa. Aiwa, jazakallahu khair. Binti wa mke. So binti wa mke maana binti yako ulimzaa? La, ile kisha olewa, kisha za binti, kisha kaachika, mume akafa, wewe ukaoa. Sasa umemwoa, anakuja na binti yake. Sasa je, yule binti kwako wewe atakuwa ni mahrim au atakuwa si mahrim? Yule binti kwako wewe unafaa kumuona na haufai kumuoa. Umeelewana? Kwa ni haramu kwako wewe binti. Kwa hiyo hawa ndio wanaitwa ar-rabiba. Wa hiya haramun ala zawji ummiha liqawli ta'ala rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Yaani washat lazima uwe tayari yule mama yake umekwisha kutana naye. Yaani bimaana ukishamoa mama yake kabla ya kukutana naye bado hajawa kwako ni haramu. Bana ukimwacha mama yake kabla ya kukutana naye, yeye pia unaweza kumuoa. Wazi? Hiyo. Na kauli hapa inakuja allati fi hujurikum ikhraja makhraj al-ghalib. Sio lazima wale ambao mnawalea tu waleo katika majumba yenu, bali hata wale ambao hamwalei wapo kwa baba zao huko au kwa ndugu zao huko wengine, kwao bado inakuwa ni haramu kwao. Wazi? Sasa sehemu ya 5 ya haramu ala al-mar'ati zawju ummiha. Mume wa mama yake haramu kwa mtu kuolewa na mume wa mama yake. Wa zawju ibnatiha, na mume wa binti yake. Wa ibn zawjiha, na mtoto wa mke wake, kijana mke wake. Sawa? Wa abu zawjiha, na baba wa mume wake. Hawa wote ni haramu. Hawa wote ni haramu. Nukta ya 3 ambayo darasa letu la leo, al-muharramatu birradha. Wale ambao ni haramu kuwaoa kwa sababu ya kunyonya. Huwa kuna kawaida tangu huko zamani, mtu akifa mama yake bado ni mtoto wa kunyonya, anatafutiwa mama mwingine mwenye maziwa ili aweze kupata kunyonya kwa yule mama ambaye si mama yake aliyemzaa. Kwa kishanyonya pale anaitwa yule ni mama yake kwa kumnyonyesha. Sawa? Ninyi ni watu wa awali tawasit. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, sawa, alinyonyeshwa na nani?
baada ya mama yake Halima Saadia. Sawa? Nipelekwa kijijini, Halima Saadia akawa amemnyonyesha. Kwa hili lipo. Kwa hiyo Halima Saadia ni mama yake Mtume SAW bi ar-radha. Kwa maana yake ni kwamba Halima Saadia watoto zake kwa Mtume SAW ilikuwa ni haramu. Sasa hivi mithali kuwaoa sababu ni dada zake min ar-radha. Ni dada zake min ar-radha. Umeelewa eh? Kwa hiyo wakati mwingine alikuwa anapelekwa tu kunyonya hata kama mama zao. Na hata katika maisha sasa hivi kuna baadhi ya watu wao hawanyonyeshi watoto zao. Yaani kishazaa tu sababu ya kutengeneza mazingira yake mwenyewe anayataka, anampeleka yule mtoto wake kunyonyeshwa na mwanamke mwingine, yeye aendelee kuwa hakunyonyesha. Si naelewa hapo eh? Yeye aendelee kuwa hakunyonyesha lakini kapata mtoto. Na wengine labda kosa mtu akumnyonyesha, yeye hamnyonyeshi. Anatafuta yale maziwa ya kopo au maziwa ya ng'ombe au kadha, vitu vyote vyenye vitamini ambavyo vitamfanya yule mtoto aweze kula, aweze kunywa, aendelee kuishi, lakini yeye hanyonyeshi. Au wengine wanakamua maziwa anampa mtoto kwenye kopo, lakini yeye hanyonyeshi. Umeelewana eh? Na imekuja katika sunna kwamba minyonyo ambayo iliyokuwa inaharamisha wazi ni mingapi? Ni 5. Kwamba mtu anaweza kaa alinyonya lakini mara moja au mara 2 au mara 3 bado anaitwa amenyonya, lakini huyu si mama yake minadhadha, haiti mama yake katika kunyonyesha, ambaye ataharamisha baadhi ya mambo. Wazi? Ataharamisha baadhi ya mambo kwake. 5 radhaati yahrumna, ni 5 ndio ambayo inayoharamisha, ama chini hapo la. Wazi? قالوا رحمهم الله يحرم بالرضاع 7 نسوة, wanakuwa haramu kwa kunyonya wanawake wa aina 7. Dhakara al-Qur'an al-Karim minhunna 2, Qur'ani tukufu imewataja katika hao wanawake 2. Fahamtum? Qur'ani tukufu imewataja katika hao wanawake 2. wa alhaqati sunna bihinna 5, na sunna ikawaunganisha 5 katika hao 2 wakawa 7. Kwa ndani ya Qur'ani wanawake ambao ni haramu kwa sababu ya kunyonyesha ni 2, lakini sunna ikawaunganisha pale 5 wakawa 2 jumlisha 5 mkuu wanawake 7. Kwa sisi tunasema kwamba wanawake ambao ni haramu kwa sababu ya kunyonyesha ni wanawake aina 7. Wa kwanza al-muharramatu bil-Qur'an al-Karim al-ummu bir-radha. Katika wale waharamishwa na Qur'an tukufu, hufai kumuoa mama aliyekunyonyesha. Mwanamke aliyekunyonyesha sio ndugu yako asili yake, ilikuwa unafaa kumuoa, lakini baada ya yeye kukunyonyesha, maana yake ni kwamba kwako wewe ndoa imekuwa ni haramu. Sawa? Hufai kumuoa yeye mwenyewe mama yako. Wa hiya almar'atu allati arda'atka, naye ni mwanamke aliyekunyonyesha. Wa yulhaqu biha ummuha, na kwa yule mama yako pia mama yake pia haufai kumuoa. Na mtu asije akasawiri sasa huyu mzee. Sheria haiangalii wazee. Sheria inaangalia anafaa au hafai. Halas. Kitafuta age au kutafuta umri, kutafuta nini, utakuwa unatoka na makusudio. Sheria inaangalia hafai au hafai. Kwa hiyo anaunganishwa mama aliyekunyonyesha wewe, mama yake pia hafai. Kadhalika mama yake pia hafai.
na mama wa baba yake pia hafai. Wa ummu abiha, na mama wa baba yake pia hafai kumuoa. Namba 2, al-ukhtu bir-radha' waliotaja pia katika Qur'ani, dada kwa ajili ya kunyonya. Huyu ni nani? Arsaidie Sharif. Dada kwa ajili ya kunyonya anakuwa ni nani? Kwa ajili ya kunyonya. Kudra amora. Al-ukhtu bir-radha', dada kwa ajili ya kunyonya. Sema Kudra. Sioni ulipo lakini najua upo. Ameenda kufuturu. Yaani msingemtaja, angebaki hivyo hivyo ameenda kufuturu. Akafuturu mpaka darasa linakuisha. Hebu tutajie basi al-ukhtu bir-radha' anakuwa nani? Tumesema ummu bir-radha' anakuwa ni yule mama aliyokunyonyesha. Al-ukhtu bir-radha', dada wa kunyonyesha anakuwa ni nani? Mtoto wake. Ndio. Huenda ndio yeye. Na tusaidia al-ukhtu bir-radha' nani? Omar mtoto wa kike yule mwanamke aliyekunyonyesha. Mtoto wa kike yule mwanamke aliyekunyonyesha kwako wewe anakuwa ni haramu. Anakuwa ni dada yako. Dada yako kwa nini? Kwa sababu mmenyonya ziwa moja. Yaani lugha hiyo. Mmenyonya ziwa moja. Wazi ya jamaa? Wa hiya allati rada'at min ummika au rada'ata min ummiha. Sawa? Hiyo ni yule ambaye yeye kanyonya kwa mama yako au wewe umenyonya kwa mama yake. Hii inakwenda kwa pande moja. Omar kaelezea pande moja lakini yuko pande mbili. Pande hiyo pande ile. Akija yeye kunyonya kwa mama yako haramu, na wewe ukija kunyonya kwa mama yake haramu. Sasa hiyo. Kwa kama mtu ambaye anataka kumooa anakuja kuomba msaada wa kunyonyeshwa, mbona ufanye kampeni mama usinyonyeshe huyu. Sababu ukimnyonyesha tu mnakosa. Shughuli sharibika. Ndio hivyo. Wa hakala. Au kama binti anataka olewe na wewe mdogo umezaliwa, na mimi atanioa huyu. Basi akija kuomba bwana tunyonyeshe mtoto wetu, sema akanyonyeshe jirani. Kwa sababu naweka akiba kwamba atakuja kuolewa na huyu. Sababu akishanyonya tu zile idadi basi خلاص. Sherehe inasimama hapo. Radata anta wa hiya min imra'atin wahida, kutoka mwanamke mmoja hiyo. Au radata min zawjati abiha, ni nukta nyingine. Au wewe umenyonya kwa nani? Kwa mke wa baba yake, mke wa baba wa yule binti. Wazi? Ukinyonya kwa mke wa baba wa yule binti inakuwa pia ni haramu. Mfano wake mani utina bil mithal, nani atupe mfano? Na kama Halima tusaidia baba yake na mama yake, ukienda kunyonya kwao ni haramu kwa watoto wa Halima tusaidia. Kefa, wao wanaenda falsafa ya Mwanza. Baba yake na mama yake ndio nani? Baba yake ni Halima tusaidia. Mama yake na Halima tusaidia. Ukienda kunyonya kwa mama yake na Halima tusaidia, haramu kwa watoto wa Halima tusaidia. Lakini sasa umezunguka mbona huko? Watakuwa wakueleza zaidi. Basi. Toa mfano. Au rada'at, sawa? Au rada'ata min zawjati abiha. Ma zawjati abika ni man?
Nani mke wake babake na wake wawili? Yaani ndio tumtolee mfano, sababu wakati mwingine mtu huwa haelewi mpaka kutolewa mfano wa mazingira. Kwa mfano Shadidu, sawa, Shadidu zawjat abika ni Ummu Juma, si ndio? Mke wa baba yako ni mama yake Juma. Asabil mithal, asabil mithal. Sasa wewe ukinyonya kwa nani, akija mtu akanyonya kwa mama yake Juma, Shadidu hawezi kumuoa. Wabimithali tadhihu al-maqal, pameleka. Nirudie tena, Shadidu huyu na Juma ni watu wa baba mmoja mama tofauti. Juma mama yake Shadidu ni mke wa babake, si ndivyo? Na Shadidu mama yake Juma ni mke wa babake. Akaja binti akanyonya, si kwa mama yake Shadidu, akanyonya kwa mama wa Juma ambaye ni mke wa babake. Shadidu kwake ni haramu, sio Juma tu peke yake. Sasa Juma hii iko wazi, Juma iko wazi kwa sababu wamechangia ziwa moja. Wazi, wamechangia ziwa moja. Ama Shadidu ni kwa sababu ya kwa sababu musahara, الرضاعة بالمساهرة. واضح يا جماعه؟ ملeka hiyo sasa wanasema au radhata min zawjati abiha au radhati hiya min zawjati abik. خلاص, hii ni kinyume chake. Hii ya wewe mwanaume ambaye ni haramu kumooa, baada ya kuwa mwanamke atakuwa amenyonya kwenye ziwa la mke wa baba yako, au wewe baada ya kuwa wewe umenyonya kwenye ziwa la mke wa baba, au yeye mwanamke kunyonya. Kwa hiyo ikiwa yeye itatokea kunyonya au wewe itatokea kunyonya, basi yote itakuwa ni haramu, pamoja na kwamba lile ziwa sio ziwa lililonyonya wewe, lakini ni ziwa lililonyonywa na mtoto ambaye mnachangia naye nani? Baba. Tabihu ma ya jamaa, liqaulihi ta'ala wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhawatukum min ar-radha'ah, na mama zenu ambao wamekunyonyesheni ni haramu nyinyi kuwaoa. Wa akhawatukum, na dada zenu, min ar-radha'ah, ambao mmenyonya ziwa moja hiyo, au wamenyonya maziwa ya watu wa baba zenu. Hanu shahid, sio wewe Abdul Wahabi na Shadid, la, ni Juma na Shadid. Sawa? Haki anasema Abdul Wahabi na Shadid kwa sababu Abdul Wahabi na Shadid ni mtoto mkubwa na mdogo. Kwa hiyo ukisema zawjat abika, mke mama yake Shadid ni mke wa baba yake Juma, ni baba yake Abdul Wahab, lakini sio baba wetu tunaokusudia sisi. Sio wewe tunaokusudia sisi hapa. Wewe tunaokusudia sisi hapa ndio baba wa kuzaliwa. Nadhani tunakwenda vizuri Hiyo ni sehemu A. Sehemu B, almuharramatu min as-sunnati al-mutahhara, waliokuwa haramu kwa dalili ya sunna iliyotaharika. Awalan, bintul akh min ar-radha'ah, binti wa kaka yako mlionyonya ziwa moja. Sawa? Yaani ikiwa mtu wewe ulinyonya kwenye ziwa la mamaki, anakuwa ni kaka yako binti yake wewe kwako ni haramu. Kama vile vile imekuwa binti wa kaka yako mliozaliwa baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja mama tofauti, au mama mmoja baba tofauti, si haramu watoto zao kuoa. Hakadha huyu min ar-radhaa, inakuwa hivyo hivyo. Bintul ukhti min ar-radhaa, binti wa dada ambaye mlionyonya pamoja. Al-amma mina ar-radhaa, shangazi
wazi, wa yule ambaye ndio nyonya ziwa moja, wa hiya allati rad'at ma'a abik. Aiyo, hadha huwa almaqsud. Al-amma min ar-radha'a ni yule shangazi ambaye alinyonya ziwa moja na baba yako. Naam, ni yule shangazi ambaye yaani mwanamke aliyenyonya ziwa na mmoja baba yako anakuwa ni nani yake? Anakuwa ni dada yake. Kwa wewe anakuwa nani? Shangazi. Huyo hufai wewe kumuoa. Mfano wake ni to? Au mmeshaelewa tuendelee? Tabeleka mfano wake ni kwamba tuseme Musa Musa kaka, sawa, ana baba yake ambaye alinyonya ziwa moja na mwanamke mwingine. Yule mwanamke aliyenyonya ziwa moja na baba yake anakuwa ni nani? Ni shangazi yake, lakini shangazi min ar-radhaa. Kwa shangazi min ar-radhaa wewe hufai kumwoa, sawa. Kadhalika al-khala, khala ni mama mdogo min ar-radhaa, wa yallati rad'at ma'a ummi, na ni ambaye ni yule ambaye aliyenyonya pamoja na nani? Na mama yako. Wazi, hufai kumwoa. Mtu wa tano, albintu min ar-radhaa, binti katika kunyonya, wa hiya allati radat min zawjatik, ni yule ambaye alinyonya kwa mke wako, anakuwa binti yako min ar-radhaa. Tabihu, sawa. Usiwakuja mtu kunyonyesha basi ujue tayari shakuwa binti yako, kwako wewe ishakuwa ni haram. Wa hiya allati radat min zawjatik fayakuna ar-rajul aban laha min ar-radhaa. Hapa inaonyesha kwamba kunyonya ni sababu ya mtu kuwa maharimu ya mtu mwingine. Wazi? Wazi ya jamaa? Kunyonya ni sababu ya mtu kuwa maharimu ya mtu mwingine. Je, kunyonya anahitajika nyenye mtoto au nyenye mkubwa? Au kuna kuharamisha ni kunyonya kwa mtoto au kunyonya kwa mkubwa? Wazi, hata wamenyonya wakiwa na ndevu wakawa wameharamishiwa wale mama. ودليل تحريم هؤلاء النساء من السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. لأنه كشكوى hii hadithi maana yake ni am, ambayo hadithi hii inakurudisha kule kwenye wale ambao ni haramu kwa kwa sababu ya nini? Ya nasaba. Kuna wale ambao ni haramu kwa kwa sababu ya nasaba, moja kwa moja wale wote kwa kweli kinakuwa ni haramu, basi na hawa pia wanakuwa ni haramu kwa sababu ya kunyonya. Sasa kunyonya kuna haramisha yale ambayo yanaharamishwa na kuzaliwa. Wa hadith ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma qala Rasul sallallahu fi binti Hamza radhiallahu ta'ala anhuma innaha la tahillu li. Sawa, mtume anasema kwa binti wa Hamza, mtume anasema kwa binti wa Hamza, inna la tahillu li inna ibnatu akhi min ar-radhaa, hakika huyu ni binti wa ndugu yangu, ni binti wa ndugu yangu katika kunyonya. Wa yahrum min ar-radhaati ma yahrum min an-nasab min ar-rahimi, na ni haramu, yanakuwa haramu katika kunyonya yale ambayo yanayokuwa haramu katika nini? Katika udugu. Tumefunga tunaingia kismu ya pili. Kismu ya kwanza nikumbusheni. Kismu ya kwanza ilikuwa nini? Al-muharramati haramat tabidan, nilikuwa kismu ya kwanza. Hii kismu ya muakkad ni muharramat, ni kismu ya pili. Hawa tuliowataja hawa ni wale ambao kuwaoa
ni haramu moja kwa moja, yani baada tu ya kuingia katika hiyo sifa basi hautoweza kuwaoa tena, hata itokee ni lot, hautoweza kuwaoa tena. Lakini hapa tunataka kuingia kwenye wale ambao wanakuwa kwa wewe ni haramu lakini kwa wakati fulani, na wakati fulani vitu fulani vikiondoka kwa wewe inakuwa ni halali kuwaoa. Na hawa ndio wale ambao huwa ile hurma haipatikani. Sawa, ile hurma ya moja kwa moja haipatikani. Sawa bwana, huyu shemeji yangu siwezi kumwoa aliyakuwa na dada yake. Nasema hapana, huyu kwako sio mahali yake. Kwa sababu uharamu wake wa wewe kutokumuoa si wa moja kwa moja. Unaweza ukapata na shetani ukamwacha dada yake ili upate nafasi ya kumuoa yeye. Wazi? Kwa hilo jambo limekatazwa sheria. Kama muharramat ta'titan wa yahrumu ta'titan hiddatan nisa yumkinu taqsimuhunna ila nawain. Na ni haramu kwa wakati kuoa wanawake kwa wakati maalum, lakini wanawake wengi ambao tunaweza tukagawa hawa wanawake katika sehemu mbili. Hanao alawal ma yahrum min ajli aljam'i, wale ambao ni haramu kuoa kwa sababu ya kuwakusanya, kama vile mtu na dada yake. Hauruhusiwi wewe kumooa mtu na dada yake wakati mmoja. Kama mooa fulani binti fulana na fulani binti fulani wakati mmoja, kipindi bado unaye fulana na unamooa na fulana pia. Wazi? Fahimu? Mfano wake, watoto wa baba mmoja mama mmoja, wote mabinti. Ili waoe inabidi uoe mmoja afe, sawa, kisha ndio uoe mwingine, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuozesha Uthman, Ruqayya na nani na Zainab. Wazi? Umeelewana Ruqayya na Umm Kulthum. Zana makuolewa na Uthman. Baada ya kufa mmoja akaolewa mwingine, kwa sababu kuwakusanya pamoja ni haramu. Wazi? Anao thani ma kana tahrimuhu li'arid, yule ambaye alikuwa haramu wake ni kwa sababu ya jambo fulani. Ma kana tahrimuhu li'arid, yule ambaye haramu wake umekuwa ni kwa sababu ya jambo fulani. Tutakuja kueleza katika sehemu ya pili. Lakini tukianza na hii sehemu ya kwanza, maaha min ajli aljami', anasema watunzi aljamu baina al-ukhtayn sawa'un kanata min an-nasabi au min ar-radha' wa sawa'un aqada alayhima man au uqida alayhima man au mutafarriqa liqawlihi ta'ala wa an tajma'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf. Kusana baina dada wawili sawa watakuwa min an-nasab au min ar-radha', yani ni dada wa kunyonya au nasaba. Tulisoma katika hadithi yahrum min an-nasab yahrum min ar-radha' ma yahrum min ar-rahim au in ar-radha' tuhrim ma tuhrim al-wilaya. Sawa dada huyo au dada huyo. Wa sawa'un uqida alayhima ma'an au mutafarriq, sawa wameolewa pamoja au tofauti tofauti, huyu leo mwingine baada ya miaka mitano, haifai. Ni kauli Taala wa tajma'u baina al-ukhtayn. Baada ya kuelezea watu ambao ni haramu, akaeleza pia na katika uharamu ni kule kukusanya baina dada wawili. Thaniyan aljamu baina al-mar'ati wa ammatiha, kukusanya baina ya mwanamke na shangazi yake. Baina al-mar'ati wa khalatiha, baina ya mwanamke na mama yake mdogo. Wa baina al-mar'ati wa binti ukhtiha, na baina ya mwanamke na binti wa dada yake, au binti akhiha au binti wa kakake, au binti ibniha au binti wa
kijana wake wa kiume, au binti ibnatiha, au binti wa mtoto wake wa kiume. Wameeleweka hao? Yaani mtu, nikisema mtu manake mwanamke, umeoa mwanamke kisha ukataka kwenda kumuoa nani? Shangazi yake, ni haramu. Umeoa mwanamke kisha ukataka kwenda kumuoa mama yake mdogo, ni haramu. Umeoa mwanamke wakati huo ukataka kwenda kumuoa nani? Mtoto wa binti yake, mtoto wa dada yake, ni haramu. Yaani binti ya dada yake ni haramu, au binti wa kaka yake ni haramu, au binti wa mtoto wake wa kiume ni haramu, au binti wa mtoto wake wa kike ni haramu. Kwa hiyo jamaa, hawa ni haramu kuwakusanya. Lakini je, ukimwacha yeye yafaa kwenda kwa hawa? Akifa yeye, je, yafaa kwenda kwa hawa? Na uharamu ni kuwakusanya, ama nje ya kuwakusanya ni halali. Fahamu? Sasa ameweka kaida hapa watunzi, wal kaida tuna anna al-jama' yahrumu baina kulli imra'atayn law furidat ihdahuma dhakara lama jaza lahu an yatazawaja al-ukhra. Hiyo ndio kanuni. Kanuni ya kukusanya kuliko kuwa ni haramu ni kukusanya baina ya wanawake wawili. Lau kama mmoja wapo angezaliwa kuwa mwanamume, yule mwanamume asingeruhusiwa kumuoa nani? Dada yake, au kumuoa mjomba wake, au kumuoa shangazi yake, au kumuoa kaza wake. Kaza nasema kwamba mtu hafai kumuoa baba yake, mama yake mdogo, hafai kumuoa shangazi yake. Si ndivyo ilivyo? Na lau kama ingefaradhishwa huyo akawa ni mwanamume, asingefaa kumuoa. Hawa hawafai wakiwa wanawake kuwakusanya katika nyumba moja wakati mmoja. Sawa, ndoa hiyo kwa pamoja au ndoa ya siku tofauti. Umeelewa hiyo kanuni? Kanuni anna aljama, kwamba kukusanya, yahrumu, kwamba haifai kukusanya wanawake wawili, sawa, baina kulli imra'atayn, baina ya kila wanawake wawili, law furidat ihdahuma dhakaran, lau kama ingefaradhishiwa, lau kama ingelitokea kati ya wanawake wawili wanaotaka kuwakusanya, kuwaoa, sasa mmoja wao angezaliwa mwanamume, wao wawili, yule mwanamume asingeruhusiwa kumuoa yule mwanamke kwa nasaba yoyote waliokuwa nayo. Kwa mfano, kutoleni mfano, si tumesema kwamba haifai kumuoa baina ya mtu na mama yake mdogo? Sasa mtu na mama yake mdogo, baina ya mmoja akiwa mwanamume katika hao watu wawili, wanafaa kuoana? Hapana, kuoana. Sasa wakiwa wanawake wote, ukiwa mmoja umefunga, mwingine mfai kumuoa wakati ambapo wewe unaye yule mwingine. Tumeelewana? Hiyo ndio kanuni. Hiyo ndio kanuni, kwamba watu wa aina hiyo wewe uruhusiwi kuwakusanya katika nyumba moja ukiwa umeoa. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. Imekuja wazi kama hakusanywi, hairuhusiwi kumkusanya mwanamke na shangazi yake au mwanamke na mama yake mdogo. Wa hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasul sallallahu alayhi wasallam naha an tunkaha almar'a ala ammatiha. Mtume sallallahu amekataza mwanamke kuolewa kwa shangazi yake, wala al-amma ala binti akhiha, wala huyu mama mdogo huyu, wala huyu shangazi kwenda kuolewa kwa binti wa kaka yake, wala al-mar'atu ala khalatiha, wala mwanamke kuolewa kwa shangazi kwa mama yake mdogo, wala al-khala ala binti akhiha, wala mama mdogo kuolewa kwa binti ukhtiha, binti wa dada yake. Wala tunkahu al-kubra ala as-sughra, wala haruhusi kuolewa binti mdogo, binti mkubwa kwa binti mdogo. Sawa, fulana binti fulani anaolewa na mtu huyo mmoja, sawa,
kisha yule mtu mmoja anakuja kumuoa tena fulana binti fulana anaozaliwa. Haifai. Dhani mambo yameleka. Wala sughra ala al-kubra, wala mdogo kuolewa kwa mkubwa. Kama ajma ulama ala hadha at-tahrim, kama imekuja katika dalili, lakini pia wanaochona wametoa ijma, wamehadithia ijma kwa makubaliano juu haramu wa jambo hilo. Lakini hapa mtaanza akachanganya, sawa, akachanganya. Je, unaweza kuoa mtoto wa mjomba na washangazi wakati mmoja? Almawala inaruhusiwa? Yaani ukaoa mtoto wa dada na ukaoa mtoto wa kaka, ambao hawa watoto hawa sawa ni watoto wa mjomba na shangazi, inaruhusiwa? Almawala yanasema inaruhusiwa. Nani anasema kauli kinyume na almawala? Naam, hiyo ipo sahihi. Dalili ni nini? Naam, sababu wao kanuni, sema kanuni. Kanuni. Kwa sababu lau kama mmoja wao angekuwa ni mwanamume, wangeruhusiwa kuoana. Warudi kule kwa kanuni ili usipotee. Lau kama kuna mtoto wa mjomba na mtoto wa shangazi, wanaruhusiwa kuoana, ambao hawa hawaruhusiwi kupata faragha, hawaruhusiwi kuonana, hawaruhusiwi kukaa pamoja. Kimwona mtoto wa mjomba wako yule binti, unapita zako huko, naye apita zake kule. Na kwa sababu nyinyi sio haramu kuoana. Sababu nyinyi sio haramu kuoana. Naelewa vizuri? Sababu hili linaleta fasadi mkabiri katika jamii. Na sababisha uharibifu mkubwa katika jamii, sababu watu elimu hii tangu zamani haikufanyiwa kazi. Kwa mtoto wa mjomba na washangazi ni kaka na dada. Mtoto wa baba mdogo na baba mkubwa ni kaka na dada. Wazi? Inaruhusiwa kuoa mtoto wa kaka baba mdogo na baba mkubwa kuoa pamoja? Kwa nini? Lau kama mmoja wao angezaliwa mwanamume na mwingine mwanamke, wangeoana. Halas, taenda. Chukua kanuni hiyo, ihifadhi weka kichwani. Katika kila jambo, wakati mwingine majina yanakuchanganya, unaangalia tu, unarudi huku nyuma. Je, hawa kama mmoja atakuwa mwanamume mwanamke, wataoana, halas. Inaruhusiwa kuoa kwa kusanya. Inaruhusiwa kuoa kwa kusanya. Na nao thani dalana bado. النوع الثاني ما كان تحريمه لعارض. hizi aqsam zinapatikana katika muharramat aqita na ihram taqita na iddat nisa minhu yumkin taqsimahunna ila naw'ain. النوع الاول ما يحرم من اجل الجمع, والنوع الثاني ما يحرم من اجل ايش؟ لاجل عارض. واضح؟ sasa ile ambayo iliyokuwa haramu wake sababu ya jamu, يحرم تزوج المعتدة من الغير. يحرم تزوج المعتدة من الغير. من المعتدة؟ من المعتدة؟ mwanamke aliyekuwa katika eda. Mwanamke aliyekuwa katika eda ima ya kifo au eda nini ya talaka, ni haramu. Na haramu wake ni kwa sababu gani? Liarid, kwa sababu ya ile eda. لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزموا عقدة النكاح, na wala msiazimie na kukusudia kuwaoa wanawake mpaka ule muda wa eda uishe. Msitie hata nia. Na kama ukitia nia basi baki katika nini? Katika moyo wako baada ya eda. Hiyo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, yahrumu tazawuj man talakaha thalathan
hatta yataha zawjun ghayrahu. Wazi? Kama ni haramu kumwoa mtu ambaye talaka zake ni 3 mpaka aje aolewe na aingiliwe na mwanamume mwingine, tena mwanamume mwingine, na sio ile ya mpango. Hapana, muhallil la, kama unaoa kwa ajili ya kuhalalisha uje kumwoa tena, la, sio hiyo. Iwe ni harusi ni kujitegemea isiyokuwa na mahusiano na yule mume wa kwanza. Kwa huyu ni haramu kumwoa kwa sababu ya ardhi. Ardhi iliyoharamisha hapa ni nini? Ni talaka 3. Fahimtum? Binikahin sahihin, kwa ndoa iliyokuwa sahihi, liqaulihi ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Akimwacha mwanamke talaka 3 haitofaa tena kumuoa. Wazi? Haitofaa tena kumuoa kwake yeye mpaka aje aolewe na mwanamume mwingine asiyekuwa yeye na wakutane. Wazi? Namba 3 katika al-muharramat li'arif ta'qiqan, yahrumu tazawuj al-muharrama tazawuj al-muhrima hatta tahilla min ihramiha. Ni haramu kumuoa mwanamke aliyehirimia ima umra au haji mpaka atoke katika ihramu yake, amalize umra au amalize hija. Na uharamu hapo umeingia kwa sababu ya tukio la kuhirimia, na uharamu wenyewe unakuwa na wakati. Li hadithi Uthman radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la yankihu al-muhrim wala yunkahu wala yakh. Wazi? Haowi wala haolewi, sawa, na wala hachumbii wala hachumbiwi kwa liani. Namba 4, yahrumu tazawuj al-kafir bil mar'ati al-muslima. Ni haramu kafiri kumuoa mwanamke muislamu. Kafiri kumuoa mwanamke muislamu ni haramu. Ni kauli ta'ala wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu, msiwaozeshe washirikina mpaka waamini. Inahitajia imani mpaka ipatikane ndio wao wataruhusiwa kuoa wanawake wa Kiislamu. Na hii pia inaingia katika yale ambayo ni haramu. Wazi? Muakkatan, sababu baada ya kusilimu itakuwa tayari ule uharamu umefanyaje? Umeondoka. Naam. Tusikilize adhana basi. Naam, namba 5, wa yahrumu ala ar-rajuli al-muslim an yatazawaja al-kafira illa al-kitabiyya. Na ni haramu kwa mwanamume muislamu kumooa mwanamke kafiri isipokuwa kafiri wa ahlul kitab. Huyo yafaa muislamu mwanamume kumooa, sawa, isipokuwa kafiri wa ahlul kitab. Huyo yafaa mwanamume kumooa. Fayajuzu lahu an yatazawaja biha. Huyo yafanua kabisa, inafaa kwa huyo mwanamume kumooa mwanamke wa ahlul kitabi kafiri. Sawa, kaeka wazi kwamba inafaa kwa mwanamume kumooa mwanamke wa ahlul kitabi ambaye ni kafiri, liqaulihi ta'ala wala tankihul mushrikati hatta yu'min. Allah anasema msiwaoe wanawake wa kishirikina mpaka waamini. Hawa ni washirikina wasiokuwa katika ahlul kitabi.
Wa qawluhu ta'ala, kisha Allah akahalalisha wale washirikina katika al-kitab, akasema wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahum, na wanawake waliokuwa wema wasiokuwa wazinifu. Ndio maana masanati, wanawake waliokuwa wema wasiokuwa wazinifu katika wale waliopewa kitabu, minal yahudi na nasara, katika mayahudi na manasara, min qablikum, hapo kabla yenu, ambao ni kitabu cha Taurati na Injili. Idha ataitumuhunna ujurahunna, mtakapowapa ujira wenu, ujira wao, muhsanatin ghaira musafihatin, wakiwa wasafi kabisa na sio wachafu, wala mutakhidhi akhdan, na wala msiwachukue kwa kuwaweka ujumba. Siwachukue kwa kuweka ujumba kwa maana ya kujigemla mambo yetu ya Kigoma, siwachukue kwa kufanya hivyo. Waweni ndoa ya halali, ambayo ndoa hiyo inafungwa Kiislamu, inafungwa Kiislamu kwa idhini ya baba yake. Baba yake atatoa idhini, lakini atakayefunga ndoa hapo atakuwa ni nani? Ni wali ambaye ni kadhi, atasimamia hiyo ndoa na ataifunga Kiislamu kwa masharti yote Kiislamu, baada ya kuwa idhini imepatikana. Yani fahunna hilul lakum, hawa watunzi wanasema, kwani maana yake kwamba hawa wanawake katika al-kitab ni halali kwenu. Mkigombana na haya maneno, mnatakiwa mgombane hawa waliosema, si mimi. Na vitabu mnazo, asijanunulia mimi, mnavyo wengi. Kama nilichokisoma hapa kimetofautiana na hicho kilichoko huko, semeni ni tofauti. Kwa hiyo zile kelele za kusema kwamba haifai kwa al-kitabi, haifai kwa al-kitabi, sio maneno ya mtu mmoja katika wanawachuoni, na sio maneno ya mtu pia, ni maneno ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amekataza washirikina, akaruhusu washirikina katika al-kitab kwa maneno haya. Tena msisitizo hao utafikiri kama vile waona kwamba yani fahunna hilul lakum, yani hao al-kitabi wanawake hao ni halali kwenu kuwaoa. Namba 6, yahrumu ala al-hurri al-muslim an yatazawaja al-amata al-muslima, ni haramu kwa mwanamke muislamu aliyekuwa huru kumooa mwanamke mtumwa. Mwanamume muislamu kumooa mwanamke mtumwa aliyekuwa huru, mwanamke mtumwa muislamu, illa idha khafa ala nafsihi zina, isiyokuwa kwa dharura, akihofia nafsi yake huzini, sababu zina ni jambo baya, basi taruhusiwa kufanya hicho ambacho kilichokuwa si sawa. Walam yakdir ala mahari al-hurra, au hakuweza kulipa mahari ya mwanamke aliyekuwa huru, au thamanul ama, wazi, au hakuweza kupata thamani ya kumnunua mtumwa ili aweze kukutana naye bila hata kumuoa, wazi. Fayajuzu hinaidhin tazawuj al-amati al-muslima, wakati huo itajuzu kumuoa mtumwa mwanamke muislamu